Bwana Yesu asifiwe sana mtumishi. Amina, amina. Habari yako? Mungu ni mwema sana, karibu sana. Amina, tunashukuru sana. Pamoja na crew nzima ulionayo, karibu tuweze kuwatambua, alafu tuendelee kupata kujua kwamba leo uamsho na matengenezo mmetuandalia nini. Asante sana. Nimekuja na wenzangu hapa. Naam. Ambaye yuko hapa jirani yangu na anaweza kujitambulisha kidogo tu. Karibu. Asante, naitwa kwa majina ya mwinjilisti Laban Kaihura. Laban Kaihura, karibu sana. Asante. Mungu akubariki kwa kuwa hapa. Amina. Mimi naitwa Clement Salvatori, ni mmoja wa washiriki wa ujumbe huu. Amina. Kwa majina naitwa mwinjilisti Nicholas Mzeza. Mwinjilisti Nicholas Mzeza, karibu sana. Nashukuru sana. Sasa kwako mwinjilisti Michael Sebutege, leo tuna nini na tunaanza vipi? Karibu sana. Asante sana. Kwanza wasikilizaji wetu wawe tayari, tumewaandalia chakula kizuri cha kiroho ambacho kitakuwa na vipengele vingi na msingi wake unasema kujenga kwenye msingi wa kweli. Amen. Na kujenga kwenye msingi wa kweli. Na msemaji atakayefafanua hilo jambo ni ndugu Rabani. Na hatimaye mwishoni kabisa tutawaambia habari ya afya kidogo. Amen. Asante sana. Basi Rabani tumpokee atuletee ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa rehema kwa kutujalia afya, kwa kutupatia nafasi hii ya kuongea na watu wako. Tunaomba uvuvio wa Roho Mtakatifu uweze kutusaidia sisi wanenaji pamoja na wasikilizaji. Tupe uelekevu wa moyo, alafu utuandae kwa ajili ya ufalme wako. Tupe kujenga kwenye msingi mzuri, msingi wa kweli, tangu leo hadi milele. Ni ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Amen. Karibu endelee mtumishi wa Mungu. Asante sana. Nashukuru sana Mungu wetu. Nawakaribisha wote kwenye kipindi hiki cha Ukristo wa kweli ambacho kinaangazia vipengele mbalimbali. Kwa leo tuna kile kinachozungumzia kujenga kwenye msingi wa kweli. Kujenga kwenye msingi huo ni kujenga imani yetu, kujenga tabia zetu, kujenga maadili yetu, maana msingi huo ni msingi wa neno la Mungu la kweli. Alafu itatusaidia sote. Naomba msomaji tusomee Timotheo wa kwanza sura ya kwanza fungu la 19. Maandiko yanasema, uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Ndiyo, ni kusema ya kwamba mtu asipojenga kwenye msingi wa kweli anaweza kujidanganya kwamba ana imani, kumbe atapotelea mbali. Kwa hivyo msingi hata katika mambo ya kawaida tu, ili uweze kujenga nyumba inategemea msingi wake. Lazima ufanye mbinu zote. Kwa mfano hizi nyumba za gorofa, huwa mimi si mjenzi, lakini naona kwamba msingi wake wanaanzia mbali sana, ili nyumba hiyo iweze kudumu na iweze kuwa imefaa. Naomba msomaji asome tena waraka wa pili wa Timotheo sura ya 2:19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara ndiyo umesimama, ndiyo wenye muhuri hii, ndiyo Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Amina. Kwa hiyo msingi ulio imara wa Mungu bado upo, ulikuweko na unaendelea kuweko. Ni kazi yetu kama wanadamu kutafuta msingi huo, ili imani yetu tuijenge mahali palipo na usalama, mahali ambapo tutajenga, alafu Yesu akija tuwe katika nafasi nzuri ya kuweza kumpokea. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 fungu la 11, maandiko yanatuelezea kama msingi huo ni msingi gani. Yanasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka, ndiyo, isipokuwa ni ule uliokwishwa kuwekwa, yani Yesu Kristo. Yani sisi kama waumini, kama wahubiri, kama wainjilisti, hatuwezi kuweka msingi mwingine. Tayari msingi umewekwa. Sisi ni kujua na kujenga hapo, alafu tungoje kupata thawabu Yesu anaporudi.
Shida iliyoko ni kutafuta msingi mwingine. Unaweza kubahatisha alafu unajenga tena nyumba ambayo haina msingi, hujaa haraka. Lakini hii ni nyumba ya imani, inaelezea mambo ya kiroho. Kwa kweli maandiko yanatuonyesha ya kwamba msingi huo umeshawekwa. Na msingi huo ni upi? Waefeso 2:20. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Ndio. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Amina. Kwa hivyo lazima tujengwe, msingi umeshawekwa, yani Yesu Kristo, na sisi tunajengwa kwenye msingi huo wa mitume na manabii. Maana mitume na manabii walijenga juu ya Kristo. Yeye ni jiwe la pembeni, sisi ni mawe ambayo yanaendeleza huo mjengo. Kwa hivyo hatuna la kuchagua kwamba tutafute msingi mwingine. Na shida ambayo dunia ilionayo kwa sasa ni kwa sababu kuna misingi. Kwanza, msingi unaweza kuwa umebomolewa. Tunasoma kwenye Zaburi 11 fungu la 3. Tunasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Na wewe unaweza kujibuje sasa? Misingi ikiwa imefanya nini? Imeharibika. Mwenye haki atanyamaza, atafanyaje? Atafanya matengenezo. Ubarikiwe sana. Amen. Ndiyo maana ya ujumbe tulionao wa uamsho na matengenezo. Uhuisho na matengenezo. Sio kubuni na kuanzisha msingi mwingine, bali ni kukarabati. Na kukarabati, maandiko yanatuambia katika Yeremia sura 6 fungu la 16, tunapo karabati tunatakiwa kuanzia wapi au kufanya nini? Maandiko yanasemaje? Bwana asema hivi. Anasemaje? Simameni katika njia kuu. Ndio. Mkaone. Ndio. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo. Ndio. Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Amina. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Asante. Ukiwa hapo naomba usome Isaya 58 fungu la 12. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Ndio. Utainua misingi ya vizazi vingi. Ndio. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Amina. Na mwenye kurejeza njia za kukalia. Yaani hiyo misingi ambayo imebomolewa, ni shetani ndiye amebomoa. Lakini unajua shetani naye hana mikono, anatumia binadamu. Mungu anatumia watu, hata na shetani anatumia watu. Misingi ya imani imebomolewa. Kwa hivyo watu wa Mungu wanatakiwa kukarabati. Wanatakiwa kurudisha yale ambayo yalikwisha, yale ambayo yameharibiwa. Yaani warudi kwenye mapito ya zamani, wajue hii wapi njia iliyo njema iliyonyoka. Lakini maandiko yamesema kwamba watu wamekataa, kwamba hayo mapito sijui kama yamekuwa membamba wala yameenda kinyume na matakwa ya binadamu, lakini maandiko yanasema kwamba watu wamekataa. Manake sasa nimeelewa maana ya matengenezo. Ndio. Ule msingi ambao umevunjwa, na hii mistari ambayo tunasoma sasa hivi, maana yake anatukumbusha hii misingi iliyovunjwa irudi kwenye matengenezo. Na ndio maana tunajua maana ya uamsho na matengenezo. Ubarikiwe sana. Amen. Na tunapotengeneza ndipo tunakubaliwa na Mungu. Yeremia 7 fungu la 3. Maandiko yanasema Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi. Ndio. Tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Amina. Amen. Kwa hivyo kuna kutengeneza njia, yani ni hiyo misingi ya imani, na kuna kutengeneza matendo, ndiyo ule uamsho au uhuisho. Yaani ni kwamba wewe kama mtu wa Mungu, kuna ile misingi ya imani ambayo ni principle ambazo Mungu alisema, sheria zake, amri zake, tunatakiwa kukaa hivi, tuamini hivi, tubatize hivi, tuhubiri hivi, zaka zetu na sadaka tuzitumie hivi. Hiyo ni misingi ya imani. Alafu kuna matendo yako kibinafsi.
kwamba wewe ni mkali, kwamba wewe ni mwenye hasira, wewe ni mzinzi, wewe ni mwizi, mtu wa kulipiza kisasi. Hizo ni tabia zako. Neno la Mungu linasema ya kwamba tukitengeneza njia zetu na matendo yetu, ndipo Mungu atatukubali. Amen. Bila matengenezo kabisa ni upotovu. Bila matengenezo hakuna mahali tunaweza kwenda. Nikichukua hatua nyingine ni kwamba katika kujenga katika ile misingi ya kweli, kuna wanaojenga juu ya mchanga. Yesu alizungumzia hayo kwenye kitabu cha Mathayo, kwamba mwenye akili alijenga nyumba yake kwenye mwamba, lakini mpumbavu yeye akajenga kwenye mchanga. Wanaojenga kwenye mchanga ni wale wanaojenga kwenye mapokeo ya binadamu, wanaowatumainia wanadamu, watu wanaojenga imani yao kulingana na desturi na mila. Lakini wanaojenga kwenye mwamba ni kujenga kwenye maandiko, maana mwamba ni Yesu, na Yesu na neno lake huwezi kuvitenganisha, maana Yesu ni neno. Kwa hivyo tunapojenga imani yetu kwenye maandiko, tunajenga kwenye msingi wa kweli. Amen. Lakini tunapojenga katika mapokeo ya wanadamu ni kwenye mchanga, kwa sababu baadaye mvua zitanyesha, pepo zitavuma, alafu nyumba hiyo itafanya nini? Itabomoka. Yesu alipoelezea hayo hakuelezea, hakuwa anamaanisha nyumba hizi za kawaida. Ni ile imani yetu tunayoijenga. Sasa katika hili pia kuna wanaojenga katika misingi mbili tofauti, na hapo ndipo nataka tuchelewe kidogo hapo tuone. Katika Biblia tunaona msingi uliotangulia ambao ulikuwa wa makuhani. Mungu aliweka makuhani hapa duniani ili wapatanishe watu na Mungu. Sawa kabisa. Alafu huo muundo, mfumo mzima wa hao makuhani uliishia wakati Yesu anapokufa msalabani. Yesu akawa ameanzisha mfumo mpya wa utendaji mpya, yeye na mitume wake. Sasa utendaji huo au misingi hiyo ni tofauti, na huwezi kujenga nyumba moja kwenye misingi miwili, hakuna. Inabidi uchague. Maandiko yanatuambia, naomba tusomewe kitabu cha Waebrania. Ndio. Waebrania sura ya 7 fungu la 12. Maandiko yanasema, maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Ukuhani ulikuwa umepewa Lawi. Katika kabila la Lawi, familia ya Harun ikachaguliwa ili wawe makuhani. Ndio. Uzama hizo hungejitokeza uwe Mlawi au ukuhani, hapana. Ilikuwa hilo kabila lenyewe. Alafu walikuwa na sheria ambazo zinawaongoza. Sheria zinazozungumzwa hapa si amri 10 za Mungu, ni sheria za ukuhani. Kwanza ulikuwa uwe umezaliwa katika familia hiyo. Pili, ilikuwa usiwe na urithi shamba lolote, mshahara wako ni zaka pale. Alafu pili, ilikuwa ukaguliwe kwamba mwili wako kimwili hauna ulemavu, hauna kipara kama hii yangu nini, kila kitu unachunguzwa, na maana huna kasoro yoyote, hauna kasoro kabisa. Sasa wakati ukafika, kwa mujibu wa unabii, ukuhani ukatoka kwa Lawi ukaingia kwa Yuda, kwa sababu Yesu anazaliwa katika familia hiyo. Yeye akaja akawa kuhani mkuu na ofisi ikabadilika. Lawi alikuwa anafanyia kazi katika hema takatifu hapa duniani. Ndiyo. Yesu yeye ofisi ikaenda wapi? Mbinguni. Akawa ndiye kuhani mkuu. Hasa maandiko ametuambia kwamba ukuhani ukiwa umebadilika, ndio hapana budi sheria ibadilike. Sasa ni kwamba kama tukisoma kidogo una huduma hiyo nimekwisha kuieleza, lakini ukuhani wa Yuda ulibadilisha mambo.
Kwanza nimezungumzia ofisi ilibadilika. Ndio. Pili, hata mshahara ukawa umebadilika. Makuhani walikuwa wanalipwa zaka, alafu wasiwe na mashamba na urithi wowote. Manake wasiwe na mali kabisa. Kabisa, mali yao ilikuwa zaka inayolipwa, inayotolewa na kabila 11. Hiyo kabila moja, hiyo ndio urithi wao. Lakini Yesu kama kuhani alipokuja kwa wanafunzi wake, tusikie aliwapa utendaji gani. Mathayo sura 10 fungu la 8. Maandiko yanasema, ndio, pozeni wagonjwa, ndio, fufueni wafu, ndio, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, ndio, mmepata bure, toeni bure. Ni kwamba Yesu katika ukuhani wake, ndio mambo yamebadilika. Kwanza kabisa, wahudumu hawatakuwa katika kabila moja la Lawi. Yeyote anayemwamini na ambaye ana wito wa kumtumikia, awe mrefu, awe kabila gani, dunia yote, mataifa, wale ambao waliitwa mataifa na Waisraeli wote aliwaweka kwa pamoja. Sawa kabisa. Kwa kitu kimoja. Na wito wa kumtumikia haukutegemea tena kabila moja. Alafu mshahara amebadilisha, nasema si kwamba mtalipwa zaka. Na hapo mwalimu, maandiko yanasema, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 fungu la 9 nasema kwamba bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Kwa hiyo wote tumegeuka kuwa wanani? Makuhani. Kwa hiyo hakuna kitengo tena cha watu maalum. Unaweza kuendelea. Asante sana, ubarikiwe. Kwa hivyo unaona kwamba mambo mengi yamebadilika. Hapo sote tumekuwa makuhani. Yesu akiwa ndiye kuhani wetu mkuu. Hakuna cha kwenda kutuba dhambi alafu upitie kwa mtu mwingine. Ni kwenda moja kwa moja kwa Yesu, nampelekea dhambi zako, udhaifu wako, sawa. Alafu mshahara amesema ya kwamba nyinyi mumepewa bure. Ni kumfanyia Mungu kazi, ukitarajia kwamba mshahara utapata huko wapi? Mbinguni. Hata ukisoma Mathayo 26, labda kabla hatujasoma hata hiyo Mathayo, kuna jambo moja tu la kusema pale. Wote tumekwisha kuwa makuhani, si ndio? Hapa tulikuwa tunapelekea familia ya Lawi. Sasa wewe umeshakuwa kuhani, na huyu ameshakuwa kuhani, na mimi kuhani, na huyu kuhani. Nani wa kupelekea mwingine? Yupo. Hapo ni kumwangalia kuhani mkuu atatuagizaje sasa. Kabisa, na mwongozo wake. Amen. Kwa hiyo kuhani wa Yesu umerahisisha mambo na ukafanya kwamba pia hao wanaomtumikia Mungu, ukisoma kitabu cha Luka sura ya 10 fungu la 5, si kwamba aliwaachia hapo, alisema mahali watawapokea, kuleni na kunywa mtakavyo vikuta hapo, maana mtendakazi astahili nini? Shahara. Mahali wataenda, tukienda kuhubiri, tunamtumikia Mungu, lazima tutapata chakula, tutapata kinywaji, lakini mshahara kama wa makuhani hamna. Pili, hawa makuhani walikuwa na mfumo msonge. Naomba usome Mathayo 23. Ukianza fungu la kwanza tu. Anasema, kisha Yesu akawaambia mkutano na wanafunzi wake, akasemaje? Waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Ndiyo. Basi yoyote watakaowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Ndiyo. Maana wao unena lakini hawatendi. Endelea chini. Mstari wa 4. Wao ufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kugusa kwa kidole chao. Ndiyo, endelea chini. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua ilizi zao, huongeza matamvua yao. Ndiyo. Hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi. Ndiyo. Na kusalimiwa mkononi, na kuitwa na watu rabi. Wanafunzi wake anawaambiaje sasa? Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja. Ndiyo. Nanyi nyote ni ndugu. Ndiyo. Wala msiitwe
wala msimwite mtu baba duniani. Hamna. Maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Unaona kwamba mfumo huo msonge, walikuweko Mafarisayo, walikuweko Masadukayo, walikuwa makuhani, wanakuwa mkuhani mkuu, lakini Yesu yeye anasema ninyi msiitwe marabi, nyinyi msiitwe viongozi au baba, nyote ni ndugu. Yesu akiwa kiongozi wao watakuwa wanatofautiana tu kwa karama. Huyu anaomba, huyu anaimba, huyu anahubiri, huyu anafunza, wote lakini wakiwa kama ndugu. So unaona ya kwamba ukuhani katika haya mawili, shida ambayo tunayo siku hizi nikielekea kumalizia ni kwamba baadhi ya viongozi wa madhehebu na wainjilisti, baadhi yao wanajaribu kuweka kitambaa cha nguo mpya katika vazi kuu. Asante sana. Naomba msomaji wangu asome Mathayo 9:16 ili tuone Yesu alizungumza nini kuhusiana na jambo hilo. Amen. Maandiko yanasema hakuna mtu atiaye kilaka cha nguo mpya katika vazi kuukuu. Maana kile kilichotiwa uondoa kipande cha lile vazi. Ndio. Na pale palipo tatuka uziba. Uzidi. Yeah. Ina maana gani? Ni kwamba ujumbe wa Yesu ni kitambaa kipya. Vazi kuukuu ni ule utendaji wa makuhani, maana ulikuwa umefikia kikomo. Waliomsikia mara nyingi walitaka kuunganisha hayo mawili. Ndio maana walikuwa wanamuuliza, mbona Mafarisayo na nini wanafunga alafu wewe hufungi? Yaani wanalinganisha mafundisho ya Yesu na yale ya makuhani. Mbona wanafanya hivyo wewe hufanyi? Yesu akawaambia, akasema, huwezi kuweka kitu cha kitambaa mpya alafu ukiunganishe na lile vazi kuukuu. Yaani tundu itakuwa kubwa. Itakuwa kubwa zaidi. Na hii ndiyo shida na changamoto ya baadhi ya wahubiri na wainjilisti na viongozi wa madhehebu, kwa sababu wanajidai kwamba ni wahubiri wa injili ya Yesu kama Petro na Paulo, lakini wanataka kulipwa zaka kama makuhani. Sasa kule ni kuunganisha kile kitambaa kipya na vazi kuukuu. Yawezekana wengine ukiwaambia mambo ya Sabato anakuambia hiyo ni agano la kale, lakini huko bado kwa agano la kale analeta mafungu ya zaka yako kwenye agano la kale, alafu anakataa Sabato iliyokuwa huko. Kwa hivyo ni vizuri watu wa Mungu wajue ya kwamba mafundisho ya Yesu na utendaji wake yeye, mitume, jinsi walivyofanya ndio msingi wa sasa. Tunatakiwa kujenga hapo. Lakini tukitaka kuvuta ya ukuhani tuiunganishe na ya Yesu, pengo litakuwa kubwa sana, kwa sababu sisi tunahubiri lakini tunaurithi bwana. Mimi nikiwa na Septege hapa, tumezaliwa kama ndugu, lazima tutaenda kugawana shamba. Ndio. Na bado ninaendelea na injili, lakini makuhani haingekuwa hivyo. Kwa hivyo ni mambo ambayo mambo ya ukuhani yalimalizika wakati wake. Yesu alipokufa msalabani, pazia ikapasuka mara mbili, alafu hema takatifu ikawa imepoteza kazi yake. Ndio. Ikaanza kazi ya Yesu na mitume, na hii ndio tunatakiwa kuiendeleza. Kwa kumalizia ni kwamba kujenga kwenye msingi wa mitume na manabii na utendaji wa Yesu Kristo chini ya ukuhani wake ndio ukweli wa sasa. Tunatakiwa tujenge hapo. Ndiyo ya makuhani ilisaidia wakati fulani, lakini kwa sasa ukijifanya tena muombezi kwamba unataka kuwa mpatanishi wa watu na Mungu kwa sasa, haiwezi ikapatana na utendaji wa Kristo. Fundisha watu, waelezee njia za Bwana. Mungu anataka hili, anachukia hili, lakini ikifika wakati wa kumwendea Yesu, kila mtu anaenda kivyake. Hata na mke wangu sitampeleka, yeye ataenda mwenyewe. Lakini wakati wa makuhani ilibidi ungoje kuhani umletee mbuzi, kondoo akupeleke. Kwa hivyo mambo yamebadilika. Ikiwa ukuhani umebadilika, tukubali na sheria za ukuhani zifanyeje? Zibadilike. Kwa kumalizia ni kwamba
kujenga kwenye msingi wa kweli hutusaidia kwa mambo matatu. Kwanza kabisa ni kufanya kazi ambayo Mungu anaikubali. Amen. Sababu unaweza kutoka ufanye kazi ambayo Mungu hataweka muhuri. Okay. Pili, kujenga kwenye msingi wa kweli hututakasa. Sababu Yohana 17:17 inasema watakase kwa ile kweli. Mtu hawezi kutakaswa akiwa katika mafundisho ya uongo. Kwa hivyo inatufanya tutakaswe na lile neno. Tatu, inatusaidia kuweza kumjibu kila anayetuuliza, yaani matumaini yetu kupitia maandiko. Si mambo ya kubabaisha. Ukiulizwa unasema pana, mchungaji ndiye atajibu. Hata wewe ujue unaishi chini ya ukuhani gani. Je, ni Walawi au ni ukuhani wa Kristo? Kama ni wa Kristo, basi utendaji fuata huo alafu utakusaidia. Ujumbe huu unaangalia pia afya. Lakini afya ya mwanadamu iliharibika kuanzia dhambi. Unajua mtu alipoumbwa Edeni alikuwa na afya njema sana. Na alikuwa mzuri sana. Alikuwa mkamilifu kiakili, kiafya, kimwili. Alikuwa ametengamaa. Alikuwa anafanana vizuri sana. Hata alikuwa ni mtu mwenye maamuzi mazuri, mwenye tamaa inayoongozwa, mwenye hisia nzuri. Lakini dhambi ilipoingia ikaharibu kila kitu. Ndio maana Yesu hakuja kufanya kazi ya kuwaokoa watu tu dhambi, atawaokoa dhambi, lakini huku akiwaokoa na miili yao. Shida kubwa wanadamu walionayo, wanataka afya njema lakini waendelee kuvunja amri za Mungu. Unaona hiyo shida? Hapo ni shida. Kama mtu anakuambia kwamba nipe dawa niweze kunywa pombe nyingi, na kunywa nina shida na kunywaga chupa mawili tu ya konyagi. Nataka angalau niwe napiga 6. Sasa hiyo dawa gani itasaidia kitu gani? Unaona? Kwa hiyo Yesu hayupo kwa ajili ya kuwafanya watu wawe wa dhambi. Anawapa uhai na masharti. Anawaambia kwamba nenda usitende dhambi tena. Nitatoa mfano mahusiano ya magonjwa na dhambi. Si ndio? Ukiwa mtu mwenye wivu, ukawa mtu mwenye chuki muda wote, mtu mwenye kusaga meno muda wote, funga uso, mtu ambaye muda wote huna tabasamu, mwingine akifanikiwa jambo fulani umekunja uso, naenda kwa wachawi, unatamani afe, unatamani mambo yake yaharibike. Huwa ninawashangaa wahubiri wengine anamwambia kwamba jirani yangu ameleta duka na duka lake sasa hivi limevuma, naomba uniombee life, wateja wangu wamehamia kule. Hayo sio maombi ya watu wa Mungu. Sawa? Sasa mtu akiwa na asazi au mfuko wa chakula una matatizo, utapatwa na matatizo kwa roho mbaya kwako. Unaweza ukawa na mambo yafuatayo. Kwanza, kula chakula kingi muda wote au kuna mungunya vyakula vinaweza kuharibu tumbo lako. Kutolala vizuri au kula vyakula vikali au kula muda wote au kula vyakula vya baridi au vinywaji vya baridi. Sawa? Hivyo vinaweza kuharibu tumbo. Mfano, na tumbo likiharibika au mfuko wa chakula ukiwa na matatizo, mtu anaweza kuwa na dalili gani? Niache maumivu, nizungumzie kidogo tu. Kwanza, unaweza kushindwa kutambua na kutofautisha kati ya jema na baya, ukayachukulia kwamba ni jambo la kawaida. Unaweza kushindwa kuchukua maamuzi. Unaweza kuwa mtu mwenye hasira. Unaweza kuwa mtu mwepesi wa ugomvi. Unaweza kujisikia huru hata unaposema uongo. Mtu ambaye ana shida ya tumbo la mfuko wa chakula, kusema uongo naliona ni jambo la kawaida sana tu. Wala hamuogopi Mungu. Hamuogopi Mungu wala mwanadamu. Mwanaume anadanganya mke wake, mtoto anadanganya wazazi, bosi anadanganya wafanyakazi, wafanyakazi wanadanganya hivyo. Kwa hiyo hivyo vinasababishwa na kula ovyo. Kula usiku sana au kushindilia chakula sana au kuchanganya vyakula visivyochanganywa au kula vyakula vilivyosindikwa au kushinda njaa, kukosa mlo wa kutosha au kupata mlo unakula kana kwamba unaenda kufa. Unakula na kupitiliza. Unapitiliza muda wote. Hivyo vinaweza, au kula huku ukiwa na wasiwasi. Hivyo vyote vinaweza kusababisha hiyo. Tunakwambia namna ya kuokoa. Dawa
kuhusu mfuko wa chakula nitazungumza kidogo tu ambayo kila mmoja anaweza kupata. Ni majani 10 ya cabbage. Unayasafisha vizuri kwa maji salama. Unatafuta kiazi Ulaya kizuri tu na chenyewe unakiosha vizuri, alafu na vitwanga pamoja. Chuja kama utakuwa na juisi yake, na hiyo juisi yake yani uchuje, uchukue juisi yake, kunywa mara 3 kwa siku. Mara 3 kwa siku, mara 3 kwa wiki, mwezi utapona kabisa. Hata kama vilikuwa vimeanza, ukiweza utaongeza na karoti, itasaidia hata kuwa vinapunguza na gesi. Kwa maana hiyo kwamba mgonjwa anapaswa kutengeneza juisi ile, anaweza kaiblendi, anaweza kablend, anaweza katwanga, anaweza kafanyaje, vyote vile anaweza kufanya. Umeambiwa majani ya cabbage 10, ndio kiazi Ulaya kimoja, ndio ikikupendeza unaongeza na karoti, alafu saga ili utengeneze afya yako nzuri. Ile juisi kunywa mara 3 kwa wiki. Maana yake anaweka kwenye friji hapo au anaifanyaje? Anatumia hiyo anamaliza, anatoa tena nyingine, kesho yake anaendelea. Taratibu huo mara 3 kwa wiki. Anaweza kafanya mwezi au akapona kabla ya huo mwezi. Lakini pia ni vizuri ni kuitumia unapokula chakula chako. Unatanguliza, unakunywa, alafu unakula chakula chako cha mchana. Kwa siku unaweza kutumia mara 3 kama hali ni mbaya, au kutumia mara 2, lakini usitumie ile asubuhi sana vikiwa vya baridi. Unaweza uzuri ni kwamba kitu kikibrendi kinakuwa na kajoto. Kwa hiyo unaitumia ikiwa bado fresh. Sawa sawa. Amen. Kitu kingine ambacho nataka kuambia, Mungu ametawanya faida zake na tiba nyingi kwenye vyakula vyetu kwa faida zetu. Nitazungumza kidogo kuhusu faida za celery. Celery hii ni majani wanayaona kama mboga ya kufanya labda vyakula vinukie vizuri, iwe na raza namna hiyo. Lakini celery inatoa sumu mwilini. Celery inasaidia watu ambao wana shida ya kupata haja ndogo. Inaongeza nguvu mwilini. Inaongezea hata ubongo kuweza kupambana na kusimamia. Kusaidia wenye msongo wa mawazo. Hiyo ni celery. Tuko katika kipindi kibaya ambacho hali ya ulimwengu ni mbaya. Watu wana misongo, usiseme. Wana misongo sana. Wengine wamezaa, watoto ndo wamegeuka mzigo. Wengine wamekosa uzao, ndo shida wanazo. Wengine wana mali hizo ndo zimewaweka utumwani. Kwa hiyo watu wana misongo ya mawazo ya hali ya juu sana. Wanahitaji celery. Inasaidia pia watu ambao wana msongo wa mawazo. Inasaidia kuleta usingizi mzuri tu. Inapambana na gesi kwenye utumbo, na inasaidia kwa vitu vingi sana. Vingi sana. Hata na wale ambao wanapata hedhi siku zao, wanapata kwa shida, wanaumwa, wanafanyaje, ni vizuri kutumia. Si kipindi hicho cha maumivu, lakini ni nzuri sana. Ina madini mazuri kama calcium, potassium, magnesium, ina chuma, ina phosphorus na kadhalika. Hivi vyote inamaanisha kwamba tukienda huko kwenye magnesium na calcium, moja kwa moja imeingia kwenye mifupa kabisa, si ndio? Kwa hiyo itasaidia mwanadamu. Ina vitamini A, ina vitamini B ya kwanza, ina vitamini B ya pili, ina vitamini ya kusaidia ngozi, C, E na vingine vingi ambavyo itasaidia. Ukichanganya smooth ya karoti na celery na nyanya na limao, utakuwa umetibu vingi zaidi ya hivi ambavyo nimezungumza. Tuko pamoja? Yani, somo tamu sana hiyo. Yani hapo utakuwa kama mwili wako umeukarabati upya. Mungu ametawanya mibaraka yake kila kona. Na ujumbe huu, kazi yetu ni kwamba watu wajue ukweli, waufuate, lakini pia waweze kujitetea. Hii huduma tunaitoa si kwa ajili ya kutaka watu labda watupende, watuletee zawadi. Hamjawahi kusikia tunatangaza namba ya simu hapa kabisa kwamba tunarusha mbegu fanya hii. Kwa sababu tupo kwa ajili ya kuwatakia amani. Amen. Na furaha. Amen. Tuko pamoja. Amen. Muwe na amani nyumbani kwenu. Muwe na furaha kwenye miili yenu. Mkiwa watu wazuri,
neema zitatufikia, kwa sababu mkitaendesha gari hamtagonga. Mkifundisha watoto wetu shuleni watasoma vizuri. Amen. Mkiamua mahakama mtaamua vizuri. Mkiongoza shirika mtaongoza vizuri. Mkisimamia miji yenu mtakuwa majirani wema. Kwa hiyo tuna faida sana kwa kila mtu akiwa mtu mwema. Amen. Asante sana. Kwa hiyo hebu Mungu atusaidie tujenge imani yetu na matendo yetu kwenye msingi ulio na usalama ambao ni wa Yesu Kristo na ambao ni maandiko matakatifu mpaka Yesu atakapokuja. Ni ombi letu katika jina la Yesu. Amen. Haya basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa kutusimamia. Bariki waliosikiliza ili elimu hii iweze kuwafaa kubadilisha maisha yao na ya familia zao. Tubariki tunapotoka na kuingia. Tembea nasi, baki na watu wako wanaoendelea. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.